السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtukufu wetu wa daraja, mtume wetu Muhammad, pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Tumekutana hapa siku hii ya Jumapili kama ada yetu kwa ajili ya kufanya dua, na dua yenyewe ni dua ya majmuu, dua ya pamoja. Dua ya pamoja inamiza na dua ya mmoja mmoja, yaani kuna utofauti baina ya kuomba dua peke yako na kuomba dua mnapokuwa wengi. Dua ya wengi huwa inakabuli, inakubaliwa haraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu vinywa vya wengi vina baraka. Ndio maana hata katika hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha safara ahadukum falyuwaddi' ikhwanahu almuslimin, mmoja wenu anapotaka kusafiri basi awaage ndugu zake Waislamu ili wamuombe dua. Fa inna Allaha ja'ilu fi du'aihim baraka, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujaalia katika dua yao baraka. Wanawazuoni wakasema, kwa nini Mwenyezi Mungu anajaalia baraka kwenye dua yao pindi wanapokuombea? Kwa sababu ni wengi, na dua ya wengi ni mabruk, ni dua iliyobarikiwa. Na kitu chochote kilichobarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala basi huwa kina kheri nyingi. Kwa hiyo hizi dua za majmuu hizi zinazofanyika siku ya Ijumaa jioni na Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi kama ya leo, dua hizi zina baraka kubwa. Ina maana hata manufaa yake ni makubwa, mafanikio yake ni ya haraka. Sisi hatuwezi kuifuta ada hii, hata kama wangelikuja watu watatu, wawili, wanne, si tunaendelea mpaka pale tutakapoisitisha huduma ya dua za majmuu katika kituo hiki. Lakini maadhari hazijasitishwa, ada hii tutaendelea nayo. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, amali ipendezayo zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ile ambayo mtu anaifanya kwa kuidumisha japo kwa uchache.
Kinyume chake, amali inayochukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ya yule mtu anafanya kwa kuachaacha. Leo anafanya, kesho hafanyi, atafuruliza siku 3, mwezi mzima hafanyi. Basi amali kama hiyo haimpendezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa dua hizi zina umuhimu wake, na hasa hasa dua za pamoja. Huwezi ukajua ni kinywa cha nani kinachoitikia amin kitakuwa na kabuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wewe ukiitikia amin, maana yake Mwenyezi Mungu tukubalie dua yetu. Ndio maana yake. Yaani ukisema amin, maana yake Mwenyezi Mungu tukubalie dua yetu. Sasa ni vinywa vingi vinatamka hivyo. Sasa huenda kuna kinywa kimojawapo ni kinywa cha wali wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni kinywa cha kipenzi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kikiitikia amin, majibu yanatokea hapo hapo. Ndugu zangu, tumetangaziana hapa Jumapili tunalo zoezi muhimu, lakini ma'al asafi shadid, kinachonisikitisha mimi ni watu kutokufahamu umuhimu wa hiki kinachofanyika siku ya Jumapili. Na ndio maana siku za awali nilisema tusiwe tukiiga mfano wa punda. Najua punda anaweza akabebeshwa kitu chenye thamani kubwa, lakini yeye akaona ni kama vile anateswa. Tena wakati mwingine anaweza akaleta mgomo asiende mpaka apigwe bakora. Ndio kuna ule usemi usemao alhimaru la yadhhabu illa bil aswa, punda haendi ila kwa mjeledi. Kuna msemo unaosema hivyo. Hata kama kabebeshwa kitu chenye thamani, yeye kwake huona ni mateso, kwa sababu hajui thamani ya kile alichokibeba, hanufaiki na kile alichokibeba. Punda anaweza akabebeshwa zigo la mchele mgongoni kwake au kaunganishiwa na tela, lakini huwezi kumkuta punda anakula wali, eti punda anakula ubwabwa. Anaweza akabebeshwa mahindi, huwezi kumkuta punda anakula ugali. Punda anaweza akabebeshwa mzigo wa dhahabu, lakini huwezi kumkuta punda amevaa mkufu wa dhahabu au bangili ya dhahabu au kitu cha aina yoyote cha dhahabu. Kwa hiyo anabebeshwa kitu chenye thamani, lakini hanufaiki na thamani ya kile alichokibeba. Sasa sisi tusiwe hivyo. Tukiwa hivyo tutakuwa hatutofautiani na wale Bani Israili, watu wa Nabiyullahi Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema mathalul ladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathali alhimar, mfano wa wale waliobebeshwa Taurati kisha wakagoma kuibeba hiyo Taurati ni kama vile punda anayebeba mizigo. Yaani wana wa Israeli waliteremshiwa Taurati na mtume wao alikuwa ni Nabiyullahi Musa alayhi salam, wakagoma kuibeba Taurati, yani hawakufuata mafundisho yaliyomo ndani ya Taurati. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawafananisha na punda anayebeba mizigo. Yani anaweza akabeba mzigo wenye faida, lakini asinufaike na huo mzigo. Sasa sisi tusiwe hivyo. Tuna jambo zito tumelianzisha hapa, na tukasema kila siku ya Jumapili asubuhi tutalifanya, na hii ni kama vile wiki ya 3 sasa. Tulishafanya wiki ya kwanza, tukafanya wiki ya pili,
Sasa hii wiki ya 3 watu wanaona tayari wamekusha kamilisha, wanangojea tarehe yenyewe ya kugawiwa kombe, na hata hiyo tarehe hawaijui. Huwezi kujua kombe litagawiwa tarehe ngapi na hali ya kuwa wewe hujaja kwenye dua, maanake hatujatoa tarehe. Sasa mtu kaandaa Jumapili moja, Jumapili inayofuatia basi kaona ni tayari. Ni hasara kubwa sana. Tunachokiandaa hapa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno ya Allah yanaponya. Na tunapozungumza kuponya, si maradhi tu peke yake, lazima uanzie kwenye maradhi, lakini njoo kwenye mahusiano, njoo kwenye biashara, njoo katika uchumi, njoo kwenye kazi. Maneno ya Allah yanaponya matatizo yote hayo, matatizo ya kiafya, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kikazi, ahadi zako haziendi sawa sawa, unachukiwa na watu, mwili wako umekosa nuru, hauna mvuto. Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanaponya. Mwenyezi Mungu anasema, wanunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Hii Qur'ani tumeiteremsha hali ya kuwa ni ponyo. Hii Qur'ani na ni rehma kwa waumini. Qur'ani ni rehma kwa wale wanaoamini. Qur'ani ni ponyo kwa wale wanaoamini. Ukiamini Qur'ani inakuponya maradhi, itakuponya matatizo ya kiuchumi, itakuponya matatizo ya kibiashara, matatizo ya kimahusiano, matatizo ya kazi, alimradi uwe na imani, uwe na yaqini. Sio maneno yangu haya, isipokuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anasema, man lam yashfihi al-Qur'anu fala shafahu Allah. Asiamini kwamba Qur'ani inaweza kumponya, huyo hawezi kuponywa na Allah. Wa man lam yakfihi fala kafahu Allah. Na asiamini ya kwamba Qur'ani inaweza kumtosha, huyo hawezi kutoshelezwa na Allah. Ukiamini Qur'ani inaponya, Allah atakuponya kupitia Qur'ani. Ukiamini Qur'ani inatosheleza, Allah atakutosheleza kupitia Qur'ani. Sasa hiki tunachokifanya siku ya Jumapili, tunaitumia Qur'ani ili ituponye matatizo tulionayo. Qur'an, hakuna kitu kingine, ituponye matatizo tulionayo. Ndio maana tukakutangazia kwamba kuna kitu kinachoitwa duaul hadidi, kwa Kiswahili dua ya chuma. Kwa nini imeitwa dua ya chuma? Liannaha mushtaqu min surati al-hadid, kwa kuwa dua yenyewe imenyambuliwa, imezalishwa, imetoholewa kutoka kwenye sura iliyoko ndani ya Qur'ani inayoitwa suratul hadidi. Kwenye Qur'ani kuna suratul hadidi, sura ya chuma. Kwa kuwa sisi tunafanya visomo tiba, tunafanya dua tiba, kwenye dua yetu hii ikawa ni lazima kila mtu aje na vipande 3 vya msumari, lakini asiache kuja na chumvi ya mawe. Tukafanya zoezi hili, litafanyika kila siku ya Jumapili asubuhi kama ya leo. Unakuja na malighafi hizo. Unakuja kufanya nini? Kuhudhuria duaul hadidi, dua ya chuma,
allati mushtaqatu min surati al-Hadidi, ambayo imenyambuliwa, imezalishwa kutoka kwenye suratul Hadidi, sura ya chuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hadidi amezungumza nguvu ya chuma. Sasa nguvu ya chuma unaweza ukaitumia kwa namna yoyote ile, lakini pia unaweza ukaitumia upande wa matibabu. Nguvu ya chuma, Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, laqad arsalna rusulana bilbayinat, kwa hakika tuliwatuma mitume wetu na ubainifu. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana, na tukateremsha pamoja na wao kitabu na mizan. Liyaquma an-nasu bilqisti, ili watu waweze kusimamia uadilifu. Wa anzalna alhadida, na tukakiteremsha chuma. Hapa nataka uelewe kwa nini imeitwa dua ya chuma, na je, hiyo dua ya chuma imetoholewa kutoka kwenye suratul Hadidi, sura ya chuma? Nataka ulielewe hilo. Ndio sasa Allah anasema ndani ya Qur'ani katika suratul Hadidi, laqad arsalna rusulana bilbayinati, kwa hakika tuliwatuma mitume wetu na hoja zilizo wazi. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, na tukateremsha pamoja nao kitabu na mizan. Liyaquma an-nasu bilqisti, ili watu wasimamie uadilifu. Wa anzalna alhadida, na tukakiteremsha chuma. Fihi ba'sun shadidun, ndani yake kuna nguvu kubwa. Wengine wakatafsiri ndani yake kuna ubaya mkubwa, kwa sababu chuma unaweza ukakitumia kumdhuru mtu, lakini pia chuma unaweza ukatumia nguvu yake kupambana na adui. Ndio utaona hata leo silaha zinatengenezwa kutokana na chuma, na inaonekana nguvu ya silaha kupitia hicho chuma. Leo kuna vita vinavyoendelea Irani, Marekani na Muisraeli, wanaonyeshana uhodari, ubingwa, wanaonyeshana ubabe, lakini kinachotumika ni chuma. Sasa hakitumiki tu katika mambo ya kiteknolojia, lakini pia unaweza ukakitumia chuma upande wa matibabu kupambana dhidi ya uadui. Kama ambavyo huu mchanga hautumiki kujengea nyumba tu, bali mchanga ulitumika pia hata kupambana na adui kwa njia ya dua. Kwa hiyo kila kitu huwa kina kinyume chake. Maana mtu anaweza kusema, nani alikwambia kwamba chuma kinaweza kutumika upande wa matibabu? Swali linakuja, nani alikwambia mchanga unaweza ukautumia upande wa matibabu? Elimu ya tiba msingi wake ni majaribio, msingi wake ni utafiti. Unatafiti mambo kisha unafanya majaribio. Kwa hiyo chuma hakitumiki kwenye teknolojia tunazoziona tu waziwazi, bali chuma unaweza ukakitumia upande wa matibabu kwenye visomo, na ikawa ni sababu ya kuangamiza uadui, ikawa ni sababu ya kujinusuru na maadui kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio unaona mchanga unajengea, lakini upande wa tiba vile vile unatumika. Mtume anahama Maka, anakwenda Madina, nyumba yake imezungukwa na Makuraishi, wamebeba silaha, wanataka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah jalla jalalu anampa ilhamu Mtume achukue mchanga, asome aya ya 9 ya suratul Hadidi, awamwagie. Mtume alifanya hivyo, wale walilala, Mtume akapita mbele yao, hawakumuona. Anajinusuru na maadui kupitia malighafi ya mchanga, na ananusurika biidhnillahi tabaraka wa taala. Tumewahi kutoa mfano wa lile tukio la siku ya Badri.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouchukua ule mchanga, kisha akasema sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura, maadui watasambaratishwa na watageuza migongo yao hali ya kuwa ni wenye kukimbizana. Mtume alichukua mchanga akasema shahatil wujuh, akaurusha upande wa maadui na wale maadui wakaangamizwa. Sasa ukihoji chuma, vile vile hoji mchanga. Inategemea tu hivi vitu unavitumiaje wewe. Unamtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unavitumia kupitia maneno yake Allah Jalla Jalalu, ndio mtazamo. Hivi vitu vilikushafanywa utafiti na majaribio, ndio unakuta mtu anakuambia duaul hadid mujarrab, dua ya chuma imefanywa majaribio na imewanufaisha watu wengi kabisa. Sasa imetoholewa kutokana na sura hii. Mungu anasema laqad arsalna rusulana, kwa hakika tumewatuma mitume wetu, bilbayinati, na hoja zilizo wazi wazi, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, na tukateremsha pamoja nao kitabu na mizan, liyaquma nasu bilqisti, ili watu waweze kusimamia uadilifu. Wa anzalna alhadida, na tukakiteremsha chuma, fihi ba'sun shadidu, ndani yake kuna nguvu kubwa, wa manafi'u linnasi, na kuna manufaa mengi kwa watu, waliya'lam Allahu, na ili apate kujulisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man yansuruhu, wale watakao mnusuru, wa rusulahu, na mitume wake, bilghaibu, kwa ghaibu. Inna Allaha qawiyyun aziz, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na ni mshindi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa aya hii ndio sura hii, kupitia aya hii ndio ikabeba nembo ya kuitwa suratul hadidi, sura ya chuma. Sasa kila siku ya Jumapili dua hii tunaisoma, na inasomwa ukiwa umeshikilia vipande vitatu vya chuma kwenye mkono wako wa kulia pamoja na chumvi ya mawe, ukiwa umevishikilia. Sasa tukifika kwenye aya hii, laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bilqisti wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnasi waliya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bilghaibi inna Allaha qawiyyun aziz. Tukifika kwenye aya hii, wewe unatiania sasa, ukiwa umeshika vipande vyako vya chuma, unasema Mwenyezi Mungu, ninaelekea kwako katika hii siku njema na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua hii. Mwenyezi Mungu, ninaifanya operation hii kupitia malighafi ya chuma, na chuma chenyewe ni misumari mitatu. Nia yangu Mola wangu ni kuushambulia uadui, ni kuuteketeza uadui, ni kuuangamiza uadui wote ulioko katika mwili wangu, ulioko nyumbani kwangu, ulioko katika eneo langu la biashara. Mola wangu, wewe ndiye uliyesema katika suratul Hadidi aya 25, na maneno yako ni ya ukweli. Umesema hakika tuliwatuma mitume wetu kwa hoja zilizo wazi, na tukateremsha pamoja nao kitabu na mizani, ili watu wasimamie uadilifu, na tukateremsha chuma ambacho ndani yake kuna nguvu kubwa na manufaa kwa watu, na ili Mwenyezi Mungu awajue wanaomnusuru yeye na mitume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye ushindi. Mola wetu, tunakuomba kupitia siri ulioiweka kwenye dua hii ya chuma,
siri ulioiweka kwenye sura hii ya chuma na kwenye malighafi hizi. Tunakuomba Mola wetu utupe ushindi na utupe nguvu dhidi ya uadui na maadui wetu, na ujalie dua hii iwe kun fayakun, tukielekea katika dua ya Ahlul Badr. Unanuia maneno haya, na uzuri hii karatasi tuliigawa, kila mmoja awe naye hii karatasi imuongoze pale anapoweka nia. Sasa unapomaliza kunuia haya yaliyomo humu, unaruhusiwa kuendelea na ya kwako mengine, sio mpaka kila kitu ufundishwe. Mwisho wa manuizi ndio unakuja kutumbukiza vile vipande vya msumari kwenye sufuria lenye kombe, na kombe lenyewe limeandikwa kutokana na hiyo hiyo Suratul Hadid, sura ya chuma. Kwa hiyo kombe lenyewe ni chuma, sufuria ni chuma, vipande unavyokwenda kutumbukiza humo ni chuma. Hapa tunatangaza vita dhidi ya maadui zetu, tunatangaza vita dhidi ya wachawi, tunatangaza vita dhidi ya mashaitani wa kijini, tunatangaza vita dhidi ya mahasidi wanaotuhusudu. Usije ukadharau hili zoezi. Hili zoezi ni kubwa na ni la muhimu kweli kweli kuliko unavyofikiria. Huenda kupitia zoezi hili, kwa huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ndio sababu ya kufungua ukurasa mpya wa maisha yako. Huenda kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia zoezi hili ikawa ndio sababu ya kuandika historia mpya katika maisha yako. Na nilisema ukifanya kila Jumapili unamshinda yule alokuja Jumapili ya mwanzo, Jumapili ya pili akawa hakuja. Ukiweza ukajalia ni uradi, ukaenda nao mpaka siku ya dua ya operation ya safisha miili kupitia barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaandaa kombe hili kwa kunuia, wewe utapata mafanikio makubwa sana biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni kombe ambalo tunaliandaa mimi na wewe, ambapo kwenye operation ya safisha miili na majumba kupitia barua ya Mtume litakuja kugawiwa bure hili. Kila mmoja atakuja na chupa ikiwa tupu. Sasa kuna wengine hata hawajui operation safisha miili na majumba kupitia barua ya Mtume itafanyika lini. Hawajui, na ni mwezi gani, tarehe gani, hawajui. Walikuja tu Jumapili ya mwanzo na ya pili, wakaandaa kombe hili, kisha wakabakia majumbani. Watakuja kushtuka kutoka usingizini, kumekucha, jambo limekwisha malizika, kwa sababu hatujatangaza. Tarehe tuliyotangaza sisi ni ya dua ya zinguo la nafaka zinazootea chini, nafaka 99. Hii dua ndio inakwenda kufanyika tarehe 9 mwezi huu wa 8 mwaka huu wa 2026. Na tulisema hatuwezi kutoa tarehe 2 mpaka tumalize dua ya zinguo la nafaka 99 zinazootea chini. Ndio tunakuja kutoa tarehe ya operation safisha miili na majumba kupitia barua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kitakachofanyika Jumapili ni hicho. Tulitangaza uje na vipande 3 vya msumari. Kwa hiyo kama hujaja, basi utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Lakini ndugu zangu, kwa nini operation hii tunakwenda kuifanya? Safisha miili na majumba kupitia barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kisa hiki kila siku tumekuwa tukikieleza, mpaka wakati mwingine napata kigugumizi kukirudia, lakini kuna wakati naamua kukirudia kwa faida ya wale ambao hawakuhudhuria. Yaani hata kama ni mmoja alikuwa hajahudhuria, basi tunampa haki yake kukirudia kisa hiki, lakini vinginevyo tulikuwa hatupendi kukirudia rudia. Maana ya semina
ni kulirudia lile ambalo umekwisha lieleza, ili kila mmoja awe makini nalo, hata atakaposhiriki kwenye operesheni hii aweze kushiriki vizuri. Operesheni hii inaambatana na watu kugawiwa barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaigawa kabla ya dua yenyewe, ili ianze kufanya operesheni kwenye miili yetu, ianze kufanya operesheni kwenye majumba yetu. Ndio maana ikaitwa operesheni safisha miili na majumba, kabla ya dua ya ahli al-badr. Hii barua iliandikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume aliandika kwa sababu ya sahaba wake. Alipofikwa na madhila, alipofikwa na matatizo, sahaba huyu aliwangiwa. Kwa kifupi, uchawi huko toka enzi na enzi. Hata wakati wa maswahaba uchawi ulikuwepo, na sahaba huyu aliwangiwa. Tunaweza ukashangaa wakati wa maswahaba kuweko kwa uchawi, usishangae wakati wa Nabiyullahi Suleimani ibn Daudi alayhima salam, uchawi kipindi hicho ulikuwepo pia. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema, wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, na wala Nabii Suleimani hakukufuru, lakini mashaitani ndio waliokufuru, walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Wakati gani? Wakati wa Nabii Suleimani, zamani huko. Sasa usiniambie wakati wa Mtume ushangae uwepo wa uchawi wakati wa Mtume, ikiwa Mtume mwenyewe alifanyiwa uchawi na ukamshika uchawi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam 24 saa, masaa 24 yeye anakuwa kwenye dhikri. Hakuna hata saa moja inayoweza kumpita Mtume asiwe kwenye dhikri. 24 saa huwa fi dhikrillah, masaa 24 yeye yuko katika dhikrullah, yuko katika kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuonyesha kwamba uchawi ni kitu kibaya. Mungu akajaalia umkamate, ili sisi tusifanye mchezo na ule uchawi. Fadhalla yashtaki ayama, Mtume akawa anashtakia maradhi kwa muda wa masiku mengi, karogwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume asijue afanye nini. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyi mpaka ashushiwe wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume hajui afanye nini. Jibrili anashuka akiwa na malaika wawili. Jibrili anatoa amri, malaika mmoja akae kichwani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwingine akae miguuni. Mtume kalala. Kisha hawa malaika wanaanza kuulizana. Yule malaika aliyoko miguuni yuamuuliza yule malaika aliyoko kichwani, unaona nini? Malaika wa kichwani anasema, ninachokiona anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mashhur, Mtume karogwa. Yule malaika wa miguuni anauliza, man saharahu, ni nani aliyemroga? Yule malaika alokaa kichwani anajibu, saharahu Labidi ibn al-A'sam, aliyemroga ni Yahudi mmoja mchawi anaitwa Labidi ibn al-A'sam. Huyu malaika aliyoko miguuni akauliza tena, aina qad wudhi'a sihru, uchawi umewekwa mahala gani? Huyu malaika aliyoko kichwani anasema, uchawi umewekwa fi bi'ri Dharwan, katika kisima cha Dharwan. Uchawi huo unawekwa visimani, kama ambavyo uchawi unaweza ukawekwa mtoni, kama ambavyo unaweza ukawekwa ziwani, kama ambavyo uchawi unaweza ukatiwa baharini. Yaani mchawi anaamua kuitumia ile tabia ya maji kukuroga wewe.
Na kwa nini mchawi anaitumia tabia ya maji kukoroga wewe? Kwa sababu miongoni mwa maumbile ya mwanadamu au miongoni mwa tabia za maumbile ya mwanadamu ni maji. Wanasayansi wanasema 75% mwili wa mwanadamu ni nini? Ni maji. Lakini sio wanasayansi wamekopi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Kila kitu tumekipa uhai kutokana na maji. Hii ni Qur'ani karne ya 7. Leo karne ya 2021 wanasayansi wanakuja kutuambia 1% mwili wa mwanadamu ni maji. Qur'ani ishasema kila kitu tumekipa uhai kutokana na maji. Ndio maana mchawi anaitumia tabia hii anapotaka kukuroga wewe. Uchawi umewekwa kwenye kisima cha Dharuani. Panakucha asubuhi, Mtume anawatuma maswahaba waende mpaka kwenye kisima kile. Wanakuta kile kisima kina maji, na yale maji yamekwisha badilika rangi, yamekuwa mfano wa rangi ya hina, na hiyo wanasema ni rangi ya uchawi alokuwa amerogwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uchawi una rangi huu. Mtu akija akakwambia kuna sihirul abyadh, uchawi mweupe, usishangae. Akikwambia kuna sihirul ahmar, uchawi mwekundu, usishangae. Akikwambia kuna sihirul aswad, uchawi mweusi, hiya akbahu sihiri, ndio uchawi mbaya zaidi, usishangae. Na ndio uchawi unaofanyika sana huku kwetu, uchawi mweusi, asihirul aswad. Wanayakuta maji yamebadilika, yana rangi mfano wa rangi ya hina. Ndani ya kile kisima kuna jiwe kubwa wameliweka, yule Yahudi ameliweka ili ule uchawi usitoke. Maanake kusudio lake anataka amtese Mtume mpaka afe, kuweka lile jiwe kubwa usitoke ule uchawi. Wanalitoa lile jiwe, wanakuta hirizi. Ile hirizi ina mafundo 11, yani imefungwa yale mafundo 11. Na kila fundo limeambatanishwa na nywele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na makuti ya mtende. Wachawi ni hatari sana. Sasa kama Mtume hakunusurika na uchawi, sikwambii wewe ambaye unajisahau hata dhikiri huleti. Kienda kulala nyumbani kwako unalala bila kuleta dhikiri, utaacha kuangiwa wewe? Nyumba yako min tulu'i alfajri ila ghurubi shamsi, toka jua linachomoza mpaka linazama, haijasomwa Qur'an. Ni bongo flava tu kuanzia asubuhi mpaka usiku. Bongo flava, rusha roho. Qur'ani hazisomi ndani ya majumba, na wala wewe mwenyewe hujishughulishi na dhikiri. Sasa ikiwa Mtume hakunusurika na uchawi, utanusurika wewe? Ukienda kulala unalala tu. Ndio kile kisa cha wale wanaosema kafundishwa dua ya kulalia, kila anapotaka kulala asome ile dua. Sasa siku moja akatoka kazini amechoka, maana ile dua alikuwaga ameiandika pale ukutani pale. Akitaka kulala anatazama, ndio anasoma, analala. Sasa siku hiyo kachoka. Alipofika tu akasema Mwenyezi Mungu kama kawaida bana, afa kalala. Namna watu walivyo wazembe. Yaani kama kawaida yake, si huwa anasoma kila siku. Kwa akasema tu kama kawaida alafu akalala. Sasa mtu kama huyo kwa nini asiwangiwe? Kwa nini wasimchukue wakamlimishe? Kwa nini asichukuliwe wakamfanyishe kazi? Alafu wale kisha kufanyisha kazi, wanakusafisha vizuri, wanakurudisha, wewe unaamka kutoka usingizini, mbona mimi sina tope? Bila shaka mimi nilikuwa nimelala hapa, lakini mwili wote wa umma umechoka chakali. Umetumikishwa wewe kama punda, kwa sababu unalala tu hovyo kama maiti. Maana maiti ndio haombi dua, anaombewa. Sasa unalala kama maiti. Lazima ujue unasoma nini wakati wa kulala, ili uwe katika himayatullah, uwe katika riayatullah, katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hakunusurika anayemtaja Allah masaa 24, utanusurika wewe? Inatolewa hirizi ina mafundo 11. Tena kuna kauli zinazosema
hirizi ile ilikuwa inapumua kama kiumbe kilicho hai. Na wala usishangae hirizi kupumua, kwa sababu anayeitumikisha hirizi ni kiumbe aliye hai. Mchawi wa kibinadamu ni kiumbe aliye hai. Shetani wa kijini anayetumiwa kutumikisha uchawi ni kiumbe aliye hai. Sasa kupumua kwa hirizi sio propaganda bana. Ukisikia hirizi inapumua, hakika ule ni uchawi, uko hai ule. Na ndio maana umetolewa kisibani, mtume bado anaumwa. Si kwa sababu hirizi bado iko hai, wanaoitumikisha bado wako hai, nguvu yao iko pale pale, ndio maana bado mtume anaumwa, pamoja na kwamba imetolewa. Inapelekwa ile hirizi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wanaishuhudia hirizi. Ni vitu vinavyotisha bwana. Uchawi upo bwana, tusikwambie. Na watu wanarogwa na wanarogeka. Inafikishwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ili mtume apone, kilichofanyika, Jibril akashuka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na muawadhataini, zile sura mbili zile, qul a'udhu birabbil falaqi wa qul a'udhu birabbin nas. Hizi zote mbili ukizitazama aya zake ziko 11, kama ambavyo yale mafundo alofungwa mtume nayo yalikuwa 11. Sasa ili mtume apone, ikawa anaisoma aya moja baada ya nyingine. Kila akisoma aya moja, lile fundo moja linafunguka. Akisoma aya inayofuatia, fundo la pili linafunguka. Kaenda anazisoma zile, zilipotimia 11, mafundo yote 11 yakafunguka. Sahaba anayeihadithia hadithi hii anasema, faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kaannaha nashata min aqal. Akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam muda ule ule, saa ile ile, akiwa ni mchangamfu kana kwamba hakuwa na maradhi. Ndio Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullah akasema, unapotaka kumsaidia aliyerogwa, unapotaka kumsaidia mwenye uchawi, kwanza kabisa ikhrajuhu, ule uchawi utolewe, wa ibtaluhu, na ukishatolewa ubatilishwe, so uachwe hivi hivi tu. Akamalizia akasema, idha ulima makanuhu bituruqil mubahati shar'a, ikifahamika mahala uchawi ulipo utolewe, lakini utolewe kwa njia zinazokubalika kisheria. Uruhusiwi kuutoa uchawi kwa uchawi. Maana kuna baadhi ya watu wanasema uchawi unatolewa kwa uchawi mwenzie. Na hata sisi tunapokugawia barua hii ya mtume, sio uchawi. Barua ya mtume hii ni dua, ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata unapochukua mchanga ukausomea, ule si uchawi kusomea mchanga. Maana kuna mtu anaweza kadhani kusomea mchanga ni uchawi. Kwani mtume si alikuwa anawasaidia watu kwa kutumia mate na mchanga? Hakuwa akitegemea yale mate wala ule mchanga, bali yale mate na ule mchanga ilikuwa ni sababu minal asbab, ni sababu miongoni mwa sababu tu. Anatemea, anapaka, anagandamiza kwenye mchanga, anapaka, bismillahi turbatu ardina biriqat ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina, na watu wanapona. Ndio leo umeshika chuma hiki, imesoma surati al-Hadidi, maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo hayakaliwi na batili mbele wala nyuma. Na uchawi ni batili, hauwezi kukaa mbele ya maneno ya Allah wala huwezi kukaa nyuma ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatibu kwa njia ambazo ni mubaha, zinakubalika kisheria, kwa sababu tunatumia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sisi nia zetu, imani zetu hatuzielekezi kwa asiyekuwa Allah. Ni kama vile leo wewe umetumia mseto, umetumia ciprofloxacin, umetumia azuma. Imani yako sio kwenye azuma, imani yako anayeponyeshwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Zile dawa ni sababu miongoni mwa sababu, na ndivyo ambavyo tunatakiwa tuwe. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama
kama hakuwa na maradhi. Kwa nini? Kwanza umetolewa uchawi mahala ulipokuwepo, na haukuachwa hivi hivi, bali umebatilishwa, umetenguliwa kwa njia za halali. Umetenguliwa kwa muawadhataini, qul a'udhu birabbil falaqi. Umeona bwana, njia ya halali kisheria, muawadhataini inafungua uchawi. Ni kama vile leo mtu anaweza akakupa dawa ukanywa ukatoa kwa njia ya haja kubwa, vitu vya ajabu. Visiachwe vile hivyo hivyo, vile vitu vinatakiwa vitenguliwe, vibatilishwe. Vinaweza vikatoka vikiwa hai, na wakati mwingine vina mionzi, vinaweza kuendelea kufanya kazi. Ni kama vile mtu umempa dawa katapika, kitu cha ajabu. Watu wanatapika viumbe vilivyo hai, vinaitwa ajsamun gharibu, wanatapika. Visiachwe hivyo hivyo, vitenguliwe, ule uchawi uwawe, ndio utamsaidia. Watu vinazikwa vitu vya ajabu kwenye majumba yao, lakini mimi sipo pamoja na wale kamchape, wale lambalamba. Wale lambalamba hata kama havijazikwa vitu, wao wanakwenda wana vitu vyao, alafu wanakuambia tumetoa. Lakini vitu upata vikazikwa kweli kwenye majumba ya watu. Iko siku mimi nitakuja kukupeni kisa, kipo kwenye As-Sarimul Batari. Kwenye nyumba ya bwana mmoja kulizikwa uchawi. Ulipozikwa ule uchawi, yule ambaye amezikiwa uchawi kwa nyumba yake kaenda kwa mganga, kumbe na yule shetani naye yuko nyuma yake. Wanapofanya harakati za kutaka kwenda kuondoa ule uchawi mahala ulipozikwa, yule shetani wa kijini anatangulia, anauhamisha, anauweka sehemu nyingine. Kila ukitaka wakiufuata yule anauhamisha, anauweka sehemu nyingine. Na ndivyo mambo hufanyika kwenye majumba yetu. Unapowekewa uchawi kwenye nyumba yako, yupo anayeutumikia ule uchawi, na anayeutumikia ule uchawi ni shetani wa kijini. Ukigundulika mahala ulipo tu, yeye anauhamisha, anaupeleka sehemu nyingine. Tena wakati mwingine anaweza akabaki nao, nyie mkatafuta mpaka mmechoka, yeye anaurudisha tena. Yule ndio khadimu sihiri, ndio jini anayetumiwa na wachawi kutumikisha uchawi kwenye majumba yetu. Sasa ukitaka kumsaidia mtu karogwa, umtolee ule uchawi, lakini utengue, uue ule uchawi ule, lazima uwawe ule uchawi. Ndivyo ilivyofanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume kafanyiwa, itakuwa wewe? Kafanyiwa Mtume, itakuwa wewe? Sahaba kawangiwa, itakuwa wewe? Leo majumba yetu yamegeuzwa kuwa ndo viwanja ambavyo wachawi wanakaa na kukutana pale na kupanga mambo yao. Sasa muhanga nambari moja utakuwa ni wewe, ambaye wachawi wanakutana kwenye nyumba yako. Chukua barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaning'inize kwenye nyumba yako, kalalie kwenye mto wako, ianze kufanya operation. Hii ni operation, ni safisha miili na majumba yetu. Sasa sahaba anawangiwa na wachawi, na yeye mwenyewe anahadithia sahaba huyu, na kisa hiki wamekinakili wanawazuoni. Amekiandika Imamu Baihaqi katika kitabu chake kinachoitwa Dalailun Nubuwa, kaandika kisa hiki. Tunataja kitabu, sio kwamba tumetunga sisi, lakini kisa hiki kimeandikwa na Imamu Qurtubi kwenye kitabu chake kinachoitwa At-Tadhkira. Silsila inakwenda mpaka kwa sahaba wa Mtume Abi Dujana, ndiye anayehadithia. Anasema shakautu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, siku moja nilipeleka mashtaka kwa Mtume. Huyu ni sahaba. Anni nimtu fi firashi, nikamwambia Mtume, ya Rasulullah, usiku wa kuamkia leo mimi nilipokuwa nimelala kitandani kwangu, sami'tu sarira kasariri raha, nilisikia kishindo kama vile watu wanatuanga. Vishindo kama hivi vinasika mno kwenye majumba yenu, vishindo.
Anasema nilisikia kishindo kama vile watu wanatuanga, wadawiyan kadawiyin nahali, nikawa nasikia muungurumo na mvumo kama vile nyuki wanapokuwa kwenye mizinga. Walam'an kalam'i albarqi, nikaona mwangaza wa mmemetuko mfano wa mmemetuko wa radi. Farafa'tu ra'si, nikanyanyua kichwa changu kutazama juu. Fa idha ana bi dhilli aswad, tahamaki ghafla nikaona kivuli cheusi, ya'alu fi sahani dari, kinaelea juu ya dari ya nyumba yangu. Sahaba anawangiwa, na masahaba walikuwa wana imani nzito, imani kubwa, imani kali. Ukisikia ile almu'minu alqawiyyu khairun min mu'mini dhaif, muumini mwenye nguvu ni bora kuliko yule muumini dhaifu. Maswahaba walikuwa ni wauminio wenye nguvu, imani zao zilikuwa na nguvu, lakini pamoja na hivyo Allah anawapa mitihani, wanawangiwa. Sasa sahaba anahadithia, nilipoona hicho kivuli cheusi kinaelea juu ya dari ya nyumba yangu, mimi nilinyanyuka nikaenda mpaka sehemu ile yenye kivuli. Kumbe sio kivuli kile, bonge la mnyama, ni bonge la dude. Anasema famasastu jildahu, nikanyanyua mkono wangu nikapeleka kushika. Wewe ungeshika? Anasema faidha huwa kajildi qunfudhi, tahamaki niliposhika ile ngozi ni mfano wa ngozi ya karungu yeye, ni ngozi yenye miba. Pale pale kukajitengeneza shoti mfano wa shoti ya umeme aliposhika. Anasema farama fi wajihi mithla sharari nari, akanirushia usoni kwangu mfano wa cheche za moto. Mnyama ambaye kaingia kuwanga kwenye nyumba ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Dujana. Alipofika kwenye pointi hii sahaba, Mtume akamwambia tilka amiru darika ya Abu Dujana, huyo uliyemuona huyo ndio khadimu sihiri, ndio jini anayetumwa na wachawi kuanga. Huyo ndio jini anayeweka kambi kwenye majumba ya watu. Huyo ndiye anayechunga misukule inayowekwa kwenye majumba, na huyo ndiye anayeandaa vikao vya wachawi kwa ajili ya kuja kukaa kwenye nyumba yako. Dhalika amiru darika ya Abu Dujana. Mtume anamwambia huyo ni jini wa kichawi ameweka kambi kwenye nyumba yako. Lakini Mtume anamwambia nitakusaidia. Akaagiza aletewe wino, aletewe na karatasi, ndio ikaandikwa hii barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Visa kama hivi vinapatikana hapa tu, na kwa dalili ninavyoiona kituo kitakuwa hakina muda mrefu, kwa dalili ninavyoiona, kwa sababu kituo hiki kilikuwa kinalelewa na redio. Sawa, na redio yetu imepata changamoto, na huenda vipindi vyetu vikawa visisikike kabisa redio. Sasa kwa wale wanaotegemea redio ndio waje, iko siku mimi nitajikuta niko peke yangu hapa, na nikishajikuta niko peke yangu ndio mwisho wa kituo, ndio the end, picha imefika mwisho hivyo. Tutaendelea na private kwa sababu watu wa private mimi hawaniangushi. Private inaendelea kama kawaida. Sasa ni sisi ndio tutakaohuisha kituo hiki, na sisi ndio tutakao kiua. Mimi huwa sijali hata nikipata kama hivi, huduma itaendelea. Lakini nijikute niko peke yangu hapa, kitafungwa kituo. Ukija uje ufungue faili shilingi 5,000 utibiwe private. Uchajiwe 200,000, 300,000, 400,000 basi. Ukitaka Ahlul Badri nyumbani kwako utoe milioni 2 tufanye. Lakini kama mnataka kiendelee, tuhimizane, tujihimu, tufike, tutaendelea kama kawaida. Sasa vitu kama hivi utakwenda kwa mganga gani? Kwanza akuhadithie, akupe kisa chenyewe, alafu ndio akutibu. Ni mganga gani? Sasa kituo sio cha kufanywa mchezo.
ni wewe ikuguse kwamba mimi ni kwenda kwangu kituoni na kwenda kuimarisha kituo, kuacha kwangu kwenda kituoni na uwa kituo. Lazima ujue hivyo, sio nikitaka nitaenda, nikitaka siendi. Unaua kituo. Siku ambao utataka kuja kituo hakipo, kwa sababu sisi hatuwezi kuwafunga kamba watu kwenye majumba yao tukawalazimisha waje. Sasa kwa mfano siku hizi kumekuwa kuna kawaida saa 5 kama na dakika 40 ndio unaona watu wanakuja kama hivi. Sasa itafikia wakati na mimi nawangojea mpaka saa 6 wamekuja ndio naanza semina. Itakuwa ni huduma? Sio huduma. Kwa hiyo tuache mazoea. Visa kama hivi havipatikani isipokuwa hapa. Unapewa visa vya ukweli, lakini pia unapewa na tiba. Tena tiba yenyewe unapewa bure. Sasa Mtume ndiyo sasa anaomba aletewe karatasi, aletewe wino, kisha anamwambia Saidina Ali ibn Abi Talib aandike. Ndio barua ya Mtume hii. Kamwambia aandike nini? Kamwambia aandike hadha kitabu min Muhammad rasul rabbil alamin. Hii ni barua inayotoka kwa Muhammad, mtume aliyetumwa na Mwenyezi Mungu, mlezi wa walimwengu wote. Ila man taraka dara min al-ummar, inakwenda kwa huyo shaitani wa kijini muangaji aliyeivamia nyumba. Min al-ummari, ambaye anatokana na majini wanaoweka kambi kwenye majumba ya watu, wazawari, na wale majini wanaingia na kutoka kwa ajili ya kuanga. Illa tariqun yatruku bil khair, isipokuwa barua hii haitomwangamiza kiumbe anayeingia kwa kheri ndani ya nyumba. Wewe ukiingia kwa kheri kwenye nyumba ambayo imewekwa barua hii, wewe huwezi kuangamia. Lakini ukiingia kwa nia mbaya, kitakukuta cha mtema kuni, na huenda ikawa ndio mwisho wa maisha yako ikikugusa barua hii. Sasa Mtume akavua, kwa sababu asingevua hata wanaoingia kwa kheri wangeadhibiwa na barua hii. Ndio Mtume anasema illa tariqu yatruku bi khair, isipokuwa barua hii isimuadhibu yule anayeingia kwa kheri. Amma ba'du, ama baada ya haya, fa inna lana walakum fil haqqi saa. Mtume anaanza kuwahofisha wachawi na mashaitani wa kijini. Anawaambia hakika sisi na nyinyi mashaitani wa kijini, nyinyi wachawi, iko saa ya kweli tutakuja kukutanishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa in taku ashiqan, ikiwa wewe ni jini ashiki, au ni jini mulian, au ni jini fajiran, au ni jini muqtahiman, au ni jini ra'iyan, au ni jini mubtilan, kama wewe ni jini wa aina hiyo, fahadha kitabullah, basi jua hiki nilichokileta hapa ni kitabu cha Allah. Anatatua Mtume changamoto za sahaba wake kupitia kitabu cha nani? Cha Allah. Anawahofisha, fahadha kitabullah, hiki ni kitabu cha Allah. Yantiqu alaina wa alaikum bilhaqi, kinatamka juu yetu sisi binadamu na juu yenu nyinyi majini kwa haki. Yani hii Qur'ani ni yetu binadamu na majini. Kile tunachoamrishwa sisi binadamu na ndicho wanachoamrishwa majini. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, hakika sisi tumekuwa tukianakili yote munayoyafanya. Haya ni maneno sasa ya Allah. Mtume anawahofisha kwamba hayo munayoyafanya nyinyi yananakiliwa. Wa rusuluna ladaihim yaktubuna ma yamkurun, na mitume wetu, wajumbe wetu, mbele yao wanaviandika vitimbu vyote wanavyovifanya. Hivi vitimbu vya kuingia kwenye majumba ya watu, kuwawangia watu, kuwatesa wanafamilia, vitimbu vyote hivyo vinaandikwa. Siku ya Kiyama utakabidhiwa daftari lako,
uyaone matendo yako yote uliyoyafanya kuwawangia wenzio, utaona. Kisha useme mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsa. Kitabu hiki ni kitabu gani? Hakiachi kubwa wala dogo isipokuwa kimeliandika. Ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia. Utasema ya leti nisingepewa kitabu changu, nisingejua hesabu yangu. Ya laitaha kanatil qadhiya. Ya leti yaliyomo humu ndio yamekuwa hukumu. Ma aghna anni maliya, hazikunisaidia kitu mali zangu. Halaka anni sultania, ule ufalme wangu wa kujiita mimi gwagu kuwawangia watu umeangamia siku ya leo. Watu watalalamika, wachawi watalalamika siku ya Kiyama. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anawahofisha, anawaambia yote muyafanyayo yanaandikwa. Kisha barua ya Mtume ikasema utruku sahiba kitabi hadha, muacheni aliyekuja na barua yangu hii. Ndivyo ambavyo tunawaambia mashaitani walioko kwenye majumba yenu nyinyi, wachawi walioweka kambi kwenye majumba yenu, wachawi waliogeuza majumba yenu kuwa ndio viwanja vya kukaa na kukutana na kujadili mambo, misukule iliyowekwa kwenye majumba yenu kwa kukupeni barua hii, ndio tunaiambia utruku sahiba kitabi hadha, waacheni wanaokuja na barua hii. Wantaliqu ila ubadati al-asnam, naondokeni mwende mkawavae wale wanaoabudia masanamu. Wa ila man yaz'umu anna ma'a Allah ilahan akhar, na mwende mkawavae wale ambao wanadai ya kwamba kuna Mungu mwingine mwenye haki ya kuabudiwa pamoja na Allah. Wale wanaomshirikisha Allah nendeni mkawavae. La ilaha illa huwa, hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kullu shay'in halik, kila kitu kitaangamia, illa wajhahu, isipokuwa yeye Allah. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un, yeye Allah ndiye mwenye hukumu na kwake yeye mtarejeshwa. Barua hii inawahofisha wachawi, mashaitani walioweka kambi, inawahofisha kwamba yeye Allah ndiye mwenye hukumu na kwake yeye Allah mtarejeshwa. Kwa hiyo haya mnayoyafanya yatakwenda kuhesabiwa na mtalipwa kwayo. Hamim la yunsarun, barua ya Mtume inaendelea kueleza hamim la yunsarun. Haya ni maneno yako ndani ya Qur'an. Hamim ain sin qaf tughlabun, maneno yako ndani ya Qur'an. Hamim wal kitabul mubin, maneno yako ndani ya Qur'ani. Kisha barua inamalizia ikasema tafarraka a'daullah, kwa barua hii wakasambaratike maadui wa Allah. Wa balaghat hujjatullah, na hoja ya Allah ifike mahala pake. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, na wala hakuna ujanja wala nguvu isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu aliye wa juu, aliye mtukufu. Barua ya Mtume ikaishia hapo. Huyu Jumanne kila siku anasikilizaga hiki kisa, lakini kakaa ametoa macho hivi tena anakisikiliza, utafikiri kipya. Kila siku anakijua hiki kisa. Watoto wanafanya fujo, kawazuie kule, wanatuvuruga hapa. Yeye naye anakisikiliza, utafikiri ndio kinahadithiwa leo hiki kisa hiki. Hapa kuna utamu jamani. Nyie kiueni hiki kituo mtayakumbuka haya na hamtayapata tena sehemu nyingine. Wewe unamwona Jumanne amekaa tu anatoa macho hivi, utafikiri ndio kinahadithiwa leo hivi. Na yeye anakisikiaga kila siku. Badala afanye kazi za ofisi akatulize wale, na yeye kama vile anaiona nyumba ya sahaba. Sasa barua imemaliza kuandikwa. Sahaba anasema fa akhadhtu alkitaba fa adrajtuhu wa hamaltuhu ila dari, nikaichukua barua nikaenda nayo nyumbani kwangu,
waja'altuhu tahta ra'si, nikaiweka chini ya kichwa changu. Maana yake akafanya nini? Akailalia. Ndio maana leo hii barua tunakupeni moja, ning'inizeni, nyingine lalieni, ifanye operation. Sasa alipoilalia barua hii, anasema fanimtu lailati, huo usiku mimi nilala usingizi mzuri sana, kwa sababu kabla ya hapo alikuwa analala ule usingizi wa mangamngamu ule, upande yuko macho, upande amelala, ulalaji wa sungura, usingizi wa mangamngamu, mauzauza mengi. Lakini siku hiyo anasema mimi nimelala usingizi wa fofofo. Faman tabahtu illa min sarikhin yasrahu, kilichoniamsha mimi nilisikia watu wanalia, wanapiga kelele. Yani kaamshwa na kelele za watu wanalia, lakini kelele hizi zikiambatana na maneno, wale watu wanasema ya Aba Dujana ahraqtana bihadhihi alkalimat, ewe Aba Dujana, umetuunguza kwa hayo maneno. Fabihaqi sahibika irfa anna, tunaapa kwa haki ya sahiba wako aliyokupa hiyo barua, tuondolee hiyo barua. Fala najata lana illa ma rafa'ata anna hadha, sisi hatuwezi kunusurika, lazima tuangamie, lazima tufe. Huenda nusura yetu sisi ukituondolea wewe hiyo barua hiyo. Fala auda lana fi darika, tunakuahidi hatutorudi nyumbani kwako, wala fi dari jarika, wala hatutosogea kwenye nyumba ya jirani yako, wala fi maudhi'i yakunu hadha alkitab, wala sisi hatutoingia sehemu ambayo kumewekwa barua hii. Tazama, hawasogei mpaka kwa jirani. Hii barua kana kwamba ina sumaku. Tena utafiti umefanyika, ina uwezo wa kumzuia adui mita 100 upande wako wa kulia, mita 100 upande wako wa kushoto, mita 100 mbele yako, mita 100 nyuma. Yani ina kudefense kabla ya yule adui hajasogea, na mzuie na mblock, na inaweza ikamwangamiza huko barua hii. Kikubwa imani na yakini. Unapokea kitu huna imani bana, unapokea kitu kama karatasi, itakuwa kama karatasi tu, kwa sababu wewe mwenyewe umedogesha. Lakini wakati wa sahaba hii barua imefanya mambo makubwa sana. Wanalia, wanapiga kelele, tutakufa kama hukutuondolea hiyo barua. Huenda nusura yetu sisi ni wewe kuondoa hiyo barua. Naye sahaba anasema la arfa'ahu hatta asta'dhina Rasulullah, siwezi kuiondoa hii barua mpaka nikamuombe ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Barua hii itaondolewa kwa idhini ya Mtume, sio nyinyi. Sasa anasema ule usiku ulikuwa mrefu. Ukisikia usiku mwaka ndo ule, kutokana na kile nilichokuwa nikikisikia. Makelele yaliongezeka, vilio viliongezeka, kutonga kulizidi. Watu walikuwa wanalia vilio vya kusikitisha vile. Kama roho yako ni ndogo, unaenda kutoa ile barua na unaichoma moto. Lakini yeye alijikaza mpaka pamefika asubuhi, anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamuuliza asema wale watu wamelia sana, wanaomba msamaha, wanasema watakufa, ni waondolee ile barua. Mtume anamwambia irfa anil qaumi, nenda kawaondolee. Irfa anil qaumi, nenda kawaondolee. Innahum la yajiduna alama aladhabi ila yaumi yub'athun, hata ukiwaondolea wataendelea kuadhibiwa mpaka siku ya kiyama. Adhabu itaendelea kuwapata mpaka siku ya kiyama, maadhali wameguswa na mionzi ya barua hiyo. Sasa wengi mnaichukua hii barua, hamna imani, hamna yakini, unaona kuwa ni barua ya kawaida tu. Mama mmoja akachukua barua hii, anasema usiku kichwa kimewanga kweli kweli. Nikamwambia wewe si unao mashaitani, lazima kiwange kile kichwa, kwa sababu wanaanziwa hao ulionao wewe. Kaendelea kuwa analalia hivyo mpaka ile hali imetoweka. Ina maana wameangamia wale. Hivyo hivyo ubaya wa aina yoyote ulioko kwenye mwili wako
utaangamia. Ndio maana tunaiita hii ni operation safisha miili na majumba, kupitia barua ya Mtume kabla ya dua ya ahli al-Badr. Sasa hiki kituo kikifa, mtamtafuta atakayekuwa anakuandikieni barua hizi na anakusomeeni dua zake, kwa sababu miaka 8 mimi inanitosha, nimeendesha kituo miaka 8. Sasa kama watu wamechoka, si vibaya ukifunga, tutaendelea na private. Private haina gharama. Mimi nikifanya private sina haja ya kutumia redio, kwa sababu tunao wengi tu matabibu wanafanya hawatumii redio. Mara nyingi mimi wanapenda kumtolea mfano Muhammad Ru'ya al-Ashjar wal Athmar, anatibu miaka dahari. Mimi na yeye tulikuwa tukikutana naye Omani, mimi bado sijaja Mwanza, tunakutana naye Omani, yeye anatibu na mimi natibu, lakini anarudi Mwanza, hana redio, anaendelea kutibu. Sasa tunafanya redio kwa sababu yenu, yani mnaniingiza gharama mimi kwa sababu ya mimi kukutangazieni nyinyi, lakini nikibaki na private, mimi jina langu kubwa, watu wanapeana taarifa, watakuja tu private, lakini mtakaokuwa mmekiua ni nyinyi wenyewe, ndio mtakuwa mmebomoa nyumba yenu nyinyi wenyewe. Ile kuona tu kwamba mimi naweza nikaenda au nisiende, naweza nikaenda au nisiende, na mwingine anasema hivyo, naweza nikaenda au nisiende. Iko siku nitajikuta mimi niko hapa peke yangu. Sasa hiyo siku ndio nitaweka bango, dua za majumuu zimefungwa, mtu akija anakutana na lile bango lile. Kwa hiyo kila mmoja ajue anao wajibu wa kuhuisha kituo hiki, kila mmoja. Hatukatai unapokuwa na dharura, hatukatai, dharura zipo, lakini isiwe makusudi. Na sisi tumeweka wiki 3 tu, naam, tabani siku 3 tu kwa wiki. Tena hizi siku 3 ni jioni na siku moja ni asubuhi. Ina maana hata Ijumaa na Jumamosi unaweza wewe ukafanya kazi zako mpaka jioni unakuja kwenye dua. Sio kwamba ndio mje kwenye dua kama ilivyokuwa Nera kila siku mpaka hata muda wa kutafuta riziki haupo. Kule Nera ilikuwa ni kila siku kule. Tena na watu walikuwa wakija kwenye dua za private, akimaliza private analala pale kwenye turubali mpaka dua za jioni. Kule Nera. Sasa itabaki story tu kwamba kulikuwa kuna kituo bwana kilianziaga Nera, kikaenda Yutan, kikaja Mbugani, lakini sasa hivi hakipo. Itakuwa hivyo kama watu tunashindwa kukienzi kituo chetu. Sasa hii barua tunaigawa bure. Ukishapewa moja, iwekee lamination, ining'inize kwenye chumba unacholala. Nyingine ikunje vizuri, lalia kwenye mto wako, ianze kufanya operation mpaka hiyo siku ya dua. Dua ya hiyo operation hatujaitangaza tarehe yake. Sasa wewe bakia tuko nyumbani, ikawa hujui tarehe ya dua. Hatujatangaza. Tarehe iliyotangazwa ni ya dua ya zinguo la nafaka 99 zinazootea chini. Tarehe hiyo ndio imetangazwa, ni Jumapili ijayo, dua ya nafaka. Jitahidi huo umekuja na nafaka 99 leo, ili nizifanyie visomo hizo nafaka 99, nikurejeshe ukazike ardhini. Tarehe 8 au tarehe 9 asubuhi, chimbua zile nafaka 99, njoo nazo hapa kwenye dua. Kwa nini ni nafaka 99? Kwa sababu dua yenyewe inaendeshwa na majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama inavyotuamrisha Qur'ani, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, basi muombeni kupitia majina hayo. Zinguo la nafaka 99 zinaozotea chini. Kwa hiyo unaleta hapa nafaka, nasomea, nakupa, unakwenda kuzika. Lakini yote haya tunayafanya kwa sababu tuna dua ya ahlul badri. Wengi hawajui ahlul badri ni nini.
wanadhani tunawaomba wale maswahaba 313. Na hii nataka leo waelewe, hatuwaombi hao. Anayeombwa ni Allah. Wale maswahaba ni wasila, ni sababu ya sisi kujikurubisha kwa Mungu. Tunajikurubishaje kwa Mungu kupitia wao? Tunamueleza hivi Allah, Allahumma inna nas'aluka bisayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam almuhajiri, ewe Mwenyezi Mungu, hakika sisi tunakuomba wewe. Sasa hapa ameomba mwingine hapa, maneno yenyewe yanasema ewe Mwenyezi Mungu, hakika sisi tunakuomba wewe, bisayyidina Muhammad, kwa sababu ya mapenzi tulionayo kwa mtume wetu Muhammad. Yani tunamuomba Mungu kwa mapenzi tulionayo kwa mtume. Haya mapenzi tulionayo kwa mtume, minal a'mali salihah allati yataqarrabu biha almuslimu ila Allah, ni miongoni mwa matendo mema ambayo inafaa Muislam kujikurubisha kwa matendo hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sisi kujikurubisha kwa Allah kwa kumpenda mtume inafaa. Hiyo ndio ahlul badri ukisikia. Kisha tunasema Allahumma inna nas'aluka bi sayyidina Abi Bakari Siddiqi al-Muhajiri wa bi sayyidina Umar ibn al-Khattabi al-Muhajiri wa bi sayyidina Uthman ibn Affan al-Muhajiri wa bi sayyidina Ali ibn Abi Talib al-Muhajiri. Tunaanza na wale al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, tunakwenda paka wale masahaba 313, na nyinyi muitikia radhiyallahu anhu. Hii huwa ikopeshi kisoma vizuri hii. Kwa mtu akikwambia nyinyi mnafanya ushirikina, mnaomba wala waombu ya ahlul badri, anaombwa Mungu. Bali sisi sasa tunatawasal kwa matendo yetu mema. Yapi? Ya kuwapenda hao, ndio matendo mema hayo. Nilikupeni kile kisa cha watu wa pangoni waliotawasal kwa matendo yao mema, na ikawa ni sababu ya kujibiwa dua yao. Walikuwa wafie mle pangoni, maana jiwe lilizima, lakini kila mmoja alikumbuka, mimi nilifanyaga jambo gani zuri, akamuomba Mungu kupitia lile jambo zuri. Sasa sisi wanadhani tunaomba ahlul badri. Tunaomba kwa mapenzi yetu sisi, thamani tunayoijua kwa hawa. Sasa kujua thamani za hao maswahaba na kuwapenda hao maswahaba, minal a'mali salihah allati yataqarrabu biha almuslimu ila Allah, ni katika matendo mema ambayo yafaa Muislamu ajikurubishe kwa Allah kupitia matendo hayo. Ukiisoma kwa utaratibu huu sio shirki, lakini ukisoma kwa utaratibu wa kuwaomba wale na hali ya kuwa wameshakufa na wao wanatarajia rahma kwa Mola wao, utakuwa umetumbukia kwenye shirki kweli, kwa sababu mwenye haki ya kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio kuwaomba wale. Lazima muelewe hiyo. Ndio maana wazee wetu walikuwa wakisoma ahlul badri, ilikuwa ichukui siku, kwa sababu wanaosomewa walikuwa wana imani. Lakini leo kadiri utakavyosomewa wewe huamini, hivi itakuwa kweli, hivi itakuwa kweli. Ukishasema hivyo umeharibu wewe. Itakuwa, weka msimamo huo, itakuwa, na kweli inakuwa, na watu wengi wamejaribu kufanya hivyo na wamefanikiwa sana. Itakuwa, na kweli inakuwa. Sasa wewe mwenyewe unaomba alafu unakuwa una mashaka, itakuwaje? Ndio kama yule bwana alikaa anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asema ye Mwenyezi Mungu, nimekuja hapa mbele yako, mimi nakuomba wewe, maisha yangu mimi hoyahe hayajulikani mbele wala nyuma, Mola wangu, kula yangu ya shida, vaa yangu ya shida, leo hata nikiugua kujitibisha shida, namlilia Mungu, naomba unijalie maana niwe kama Baharesa. Anaomba. Alivyosema kama Baharesa, yeye mwenyewe akashtuka. Anaomba yeye afu anashtuka, Baharesa? Yaani hata nyumba sina, halafu mimi niwe kama Baharesa? Kajishtukia mwenyewe. Wakati Mungu ana uwezo wa kumfanya hivyo. Inama amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Mungu analiambia tu jambo kuwa linakuwa. Kwani Mungu akikupa utajiri wewe kama Baharesa, yeye anapungukiwa nini?
lakini mwenyewe akashtuka, bahareza hata nyumba sina mimi. Akaona bora sasa aombe nyumba. Alivyoomba nyumba akashtuka, sasa hata kiwanja sina. Kaomba gari, hata pikipiki sina. Kaomba pikipiki, hata baskeli sina. Basi alienda anashuka mpaka akajikosesha yeye mwenyewe kabla ya kukoseshwa na Allah. Ndio nyinyi sasa. Unaomba huna imani. Lazima uwe na imani unapoomba. Allah atakujibu. Kwa hiyo tumeanza kulifungua zoezi la watu wanajiandikisha kushiriki kwenye dua hiyo. Ukijiandikisha unapewa chupa. Kama unajiandikisha kwa ajili ya mwili utapewa chupa moja, na utapewa fusho, barua 2 za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo chupa sasa na fusho na barua za Mtume, barua ning'iniza juu kama nilivyoelekeza chumba unacholala, nyingine ikunje ilalie. Chupa ile kila unapotaka kulala jifunike shuka yako na moto wako, fukiza lile fusho, chupa umeshika mkono wa kulia, nuia kuangamiza uadui ulionao wakati fusho linakupata, nuia kulipa kisasi, nuia kukinga mwili wako. Ukimaliza ile chupa pia iweke kwenye mto wako, lala. Fanya hivyo kuanzia siku uliojiandikisha mpaka siku ya dua ya al-Badr. Tulisema mtu aliyewahi mapema na operation yake itakuwa kabambe, itakuwa heavy, kwa sababu atafanya operation kwa muda mrefu kupitia barua ya Mtume, atafanya operation kupitia chupa. Hiyo chupa ina nini? Maki lazima tujulishane. Mtu anaweza kusema ni ushirikina. Ina dawa hiyo chupa. Miongoni mwa dawa zilizomo, kwanza kabisa ni mkunazi. Wanaueleza wanawazuoni, minan nabati almuhabbaba inda rasulillah. Mkunazi ni mmea uliokuwa ukipendwa sana na Mtume. Mkunazi, ukitaka kujua mkunazi unaweza ukakinga kitu kibaya, aliamrisha Mtume mikunazi ipandwe kwenye majumba. Mikunazi hii, na sio kupandwa tu, akakataza isikatwe. Akasema, man qata'a sidrata sawwaba Allahu ra'sahu fi nnari. Yoyote atakayekata mkunazi, Allah atakitia kichwa chake kwenye moto. Yaani kichwa cha huyo mtu kitawekwa motoni ukikata mkunazi. Sasa Mtume kwa nini azuie mkunazi kukatwa? Kwa sababu una faida. Sasa usiniambie chupa hiyo ina nini? Ina mkunazi. Mtume anawaelekeza wachukue majani ya mkunazi, waponde ponde, watie kwenye maji, wasomee Qur'ani, wanywe, wakoge, kwa ajili ya kuondosha sihiri, kuondosha mashetani, hasadi, vijicho, kufungua mafundo ya kichawi. Usiniulize mkunazi una nini. Mpaka kuna mtu mmoja kafa, sahaba wa Mtume. Mtume anawaambia, aghsiluhu bima'i wa sidri, muosheni kwa maji na mkunazi. Paka maiti mkunazi unamsaidia. Umo. Lakini kuna usembe wa msaka uchawi. Usembe wa msaka uchawi ukitumika vizuri, msaka uchawi unafanya kazi ya kusachi matatizo ya uchawi kwenye mwili, kwenye nyumba, eneo lako la biashara. Ndani yake kuna mlizi, kuna mdawa, kuna msungururu, ndani yake kuna chumvi ya mawe, ndani yake kuna vipande vya misumari. Lakini kuna mbaazi ndani yake. Mbaazi una siri kubwa sana, kuwafichua, kuwaumbua wachawi. Hivi vitu vikitumika vizuri vinafanya kazi ya kuangamiza uchawi. Matumizi yake mazuri ni yapi? Chupa hiyo imezungushiwa aya za Qur'an za kushambulia uadui, za kurudisha uadui kule ulikotoka, za kukinga. Aya zimezungushwa. Aya ya kwanza ni aya ya 9 katika surati Yasin, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Ndio aya kawasomea Mtume wale vijana wa Kikureishi, wakalala usingizi na walitaka kumdhuru. Aya hii ukiitumia vizuri, mtu mbaya hawezi kukuona wewe. Anaweza asione nyumba yako ukiitumia vizuri. Imezungushwa kwenye hiyo chupa. Lakini pia kuna aya ya kuangamiza uadui, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura, na yenyewe imeandikwa. Kuna aya ya kulipa kisasi, shahatil wujuh, maneno hayo yameandikwa.
chupa zote zimefanywa visomo, unapewa wewe, ukaanze kufanya operation kabla ya dua ya Ahlul Badri. Na siku utakuja hapa kwenye dua ya Ahlul Badri, utakuwa umekata kucha zako, umetia umo za mkono na za miguu, umetoa nywele zako umeweka umo, mchanga wa kivuli cha mkono wa kulia na mkono wa kushoto, mchanga wa kivuli cha mguu wa kulia, mguu wa kushoto, mchanga wa eneo lako wa kivuli cha eneo lako la kichwani umetia umo. Sasa mtasema na makucha kucha tena bwana, labda shirki. Kama mchawi anaweza kutumia vinasaba vyako kukuroga wewe, hivi unashindwa kutumia vinasaba kujirogoroa? Yaani hivi vinasaba viwe vinatumika kwenye mambo mabaya tu, lakini kwenye mambo mazuri visitumike? Haiwezekani. Kila kitu kina kinyume chake. Kama ambavyo mtu mchawi anaweza kuchukua kucha akakuroga wewe, na wewe unaweza ukachukua zile kucha ukajinusuru kwa kutumia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ushirikina uko wapi ikiwa utatumia maneno yake Allah? Mchawi anaweza akakuchota wewe kivuli akakuroga, unaweza ukakichukua kivuli ukajirogoroa. Hii ni elimu ya tiba hii. Sasa vitu vyote hivyo vitawekwa siku hiyo ya dua ya Ahlul Badri, sio sasa hivi usiweke. Siku ya dua ya Ahlul Badri tutakapoitangaza, hatujaitangaza. Sasa wengine hawaji wala hawajui tarehe ya Ahlul Badri. Na kuna wengine wameshajiandikisha na hawajui tarehe na hawaji. Tukishajua dua ya barua ya Mtume ni tarehe ngapi, ndio tutajua na Ahlul Badri itasomwa lini. Kwa jiandikishe mapema, utapatiwa chupa hiyo, itaanza kufanya operation. Ukijiandikisha kwa ajili ya nyumba, chupa 4 utapewa. Kwa ajili ya kiwanja, chupa 4. Kwa ajili ya shamba, chupa 4. Na sio uje tu eti na 10,000 alafu nataka ya nyumba, nataka ya mwili, nataka ya kiwanja. Kila kimoja kinajitegemea. Na bado ni rahisi sana, kwa sababu ukimchukua shekhe au mimi nichukue, twende ukanifanyie shekhe, niliowasomea Ahlul Badri wanajua bei zake. Kama nakuona unakuja sana kwenye dua, ni mtu wa dua sana, kama vile Habiba, ndio nitakwambia 500,000. Wewe unakuja sana kwenye dua, na wakati mwingine anatusaidia kununua maturubani, ndio nitakwambia 500,000. Lakini mwingine ambaye simjui, 2,000,000, 3,000,000. Sasa leo hata ukijiandikishia vitu 5 ukalipa 50, kuna shida gani? Kwenye mwili umo, kwenye nyumba umo, kwenye biashara umo, kwenye kiwanja umo, kwenye shamba umo, mradi uwe navyo hivyo vitu. Sasa tunafanya fursa hiyo ya watu wajiandikishe ili waanze kufanya operation mapema. Mimi kwa haya yanatosha, ili tusipoteze muda. Ni wakati sasa wa watu kuleta nafaka nizisomee dua, lakini pia kwa wanaotaka kujiandikisha waje. Tunakwenda na yote hayo mawili. Unataka kujiandikisha uje upatiwe vitu vyako, lakini pia unahitaji kuja, una nafaka hazijasomewa, uje ili tuweze kuingia katika dua. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu na atujalie taufiki, awasamehe wazazi wetu, awasamehe mashekhe zetu, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.